Hey mrembo, let's talk. Na leo ningependa kuzungumza na wewe kwa nini ni muhimu kulifahamu kusudi lako kabla haujaolewa au kabla hata hujaingia kwenye mahusiano. It's very important. You would be surprised. Ni muhimu sana 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 ukafahamu kusudi lako kabla ya hii michakato miwili mahusiano, especially kama ni mahusiano ambayo yana mwelekeo wa ndoa na ndoa yenyewe takatifu. Okay? Unajua, recently kumekuwa na this buzz huko mtandaoni like mwanaume ahimzuia mwanamke sijui asifanye kazi or whatever, but I think hivi ni vitu, kama naweza kusema chochote kuhusiana na hili, I think hivi ni vitu ambavyo it's very important watu wakadiscuss mapema during the dating and relationship phase, kwa sababu I think vitu watu wasipozungumza, mwisho wake ndo wakiingia kwenye ndoa wanakutana na surprises kama hizo. Mfano, unakuta mwanaume hataki mke wake ajishughulishe na chochote, na unakuta mke naye anataka kujishughulisha. So I think hivi ni vitu ambavyo ni muhimu vikazungumzwa kabla. I think dating watu wameishusha sana tu, umekula ujala, au dating pamoja na relationship wameishusha tu, umekula ujala, what's your favorite color, mwanamuziki gani unampenda, what do you like to do for your hobbies. No, hayo ni mazuri na ni muhimu kuyafahamu, but I think it's important to go so much deeper. Nadhani ni muhimu kwenda kina zaidi ili kujua what you're going to be working with, especially mtu ukiingia naye kwenye ndoa, ujue kabisa mapema so that you can make an informed choice. Ufanye uamuzi ambao umekusanya taarifa ambazo zinakutosheleza na umefanya maamuzi, na sio kwamba eti umeamua alafu unaenda kukutana na masurprise huko ndani. But back to what I was saying. Unajua, not kabla ya yote because nishasema something, but I believe kusudi halijawa specifically assigned kwa watu wenye marital status ya aina fulani, and especially kwa waliooa au kuolewa. Kusudi ni kwa ajili ya kila mwanadamu ambaye yuko hai, anapumua, anahema, yuko hai, ni mzima. Yani as long as you're alive, you're okay, uko hai, wewe umeitwa kwa kusudi, umeletwa hapa duniani kwa kusudi. You have a purpose. Kila mtu, mwanamke, mwanaume, we all have a purpose. Kuna kusudi ambalo Mungu ametuumba duniani kulifanya, na at the end of the day kusudi lako ni jibu la changamoto au shida fulani ambayo imekuwepo hapa duniani. Ndio maana uwepo wako excuse me, mimi nasemaga uwepo wako ni muhimu because there is something unique ambacho unaweza ukafanya hapa duniani kuifanya dunia kuwa sehemu bora zaidi. Kuna thamani ambayo unaweza kuileta hapa duniani, unaweza ukaiongeza hapa duniani. We are born to contribute. Mungu ametuumba kuchangia kufanya dunia sehemu kuwa bora zaidi. So kusudi hali yako ya ndoa hailimit kwamba kwa sababu kuna watu wana operate kwa hiyo thinking kwamba nikiolewa ndo nitaanza kulitumikia kusudi, nitaanza kutembea katika kusudi, nitaanza kuliishi kusudi langu. No, kwa sababu na mwingine anasema hayo unahitaji guidance ya mume, but you have the guidance of the Holy Spirit. Kwa nini unaweka nafasi ya mume juu kuliko Roho Mtakatifu? Unahitaji covering. All these years ukiwa single, nani alikuwa anakucover? It's been Jesus all along. So why, kwa nini usubiri mume ndo guide, cover? No. Before mume ulikuwa na baba yako wa mbinguni. Before mume you had a life. And again, it's important, mrembo, have a life. Yaani huyu mtu akukute you have your own life going on, na sio tu umesimama still unasubiri kuwa in a relationship with someone, unasubiri getting married to someone. No. And that could be a recipe for disaster. Ukiwa hauna maisha yoyote, unachosubiri wewe ni ndoa, utajikuta umeangukia kwa mikono ya watu ambao sio salama kwako. But kwa nini sasa mimi nasema ni muhimu sana ukalitambua, I'm checking my notes, kwa nini ukalitambua kusudi lako mapema? Kwa sababu kama ninaweza nikasema kwa maneno rahisi sana, kusudi na kuchagulia mume. Yaani your purpose will determine the kind of man you will choose. Ukilijua kusudi lako, yaani kwanza kujua tu kwamba you have a purpose,
huwezi tu kuwa na kila mtu, and specifically ukijua you have a specific purpose, una kusudi fulani, inaamua pia ni aina ya mtu gani ambaye unaweza unamchagua kuwa naye, because just as yeye anakuchagua na wewe pia unayo nafasi ya kuchagua. Okay, so kusudi inakusaidia kuamua ile mlingano wenu au kuendana, sio kuendana kwa sura, sijui mwonekano. Alignment, je, mtaenda sambamba? Kuna namna yote ambayo sijui nielezeje, but yani huyu mtu atakufaa yeye ni option nzuri zaidi ya kukusupport wewe katika cooperate kwenye hilo kusudi, au sio the best option? Okay, unajua, let me check something hapa. Mwanaume sahihi atakusaidia, atakusupport kuliishi ile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako, ata cultivate, atastawisha kile ambacho kiko ndani yako. Ndio maana anasemaga the right man for you, and not just the right man. Mtu yoyote ukiingia kwenye mahusiano, iwe tunazungumzia habari za mwanamke au mwanaume, this person inabidi aongeze value kwenye maisha yako, anatakiwa kuongeza thamani kwenye maisha yako, anatakiwa kuwa baraka na sio mzigo. They're supposed to be a blessing, not a burden. Lakini inapotokea huyu mtu, so nilikuwa nasema anatakiwa kukusupport, lakini pia the wrong person anakukandamiza, unfortunately. Sasa ni muhimu uvifahamu hivi vitu mapema. That's what dating is for. Na that is what, ikitokea kwenye dating umemiss hizi signs, basi hata kwenye relationship you get to know this person. Je, anakusaidia una grow, anakupush out of your comfort zone uweze kuwa vile ambavyo Mungu anataka uwe, au ndio kwanza anakukorna, anakudogosha? I mean, recently niliangalia this video ya huyu dada akawa anaelezea kwamba the office of a husband is the office of the office of a prophet, is the office of a priest. I mean, nilikuwa naelewa kwamba mume ni kuhani wa nyumba yake, yeye ndio amebeba vision, anajua familia inaelekea wapi, but the fact kwamba yeye ni prophet, the fact akaelezea vizuri sana husband. Neno husband limetokana pia na neno husbandry, ambayo husbandry kazi maana yake ni, I think kwenye geography tulisoma sekondari kwamba kulea mifugo, kulima mimea. Kwa hiyo ile process ya kucultivate ndio process ya mume. Akawa anasema kwamba mume anao uwezo wa kuona, akiwa vizuri na Mungu, anao uwezo wa kuona jinsi mke wake, how she will be in her, jinsi ya kumuona, anao uwezo wa kumuona mke wake in her best version of herself, na akaanza kufikiria sasa anahitaji resources gani, anahitaji vitu gani huyu mke wangu ili awe vile ambavyo Mungu amenionyesha she is the best version of herself. Imagine having a man ambaye anakutakia mema kiasi kwamba Mungu anamuonyesha wewe ni mtu wa namna gani in your best version of yourself, na namna ambavyo anaweza kukusupport kufikia huko. So you want that for a husband, na sio mtu ambaye anakudogosha, anakukandamiza hivi. You don't want that. Kwa hiyo kupe mfano mrahisi, tunajua habari za wazazi wake Yesu wa duniani, of course, Yusufu pamoja na Mariam, right? Imagine Mariam was engaged to Yusuf, walikuwa hawajaoana, alikuwa ni mchumba, but Mungu anaweka lile kusudi ndani yake, anamwambia wewe ndio utamleta Yesu hapa duniani. Imagine mara ya kwanza kabisa, and you can tell character ya Yusufu. Kuna mahali Biblia inasema kwamba akapanga kwamba atamwacha kisirisiri. That's a gentleman. Na sio mtu ambaye anaenda kukublast huko, kukudhalilisha. Lakini Mungu anaenda anazungumza na Yusufu. Anamueleza umuhimu wa hii purpose ambayo Mariam ameibeba kupitia kumleta Yesu Kristo duniani. And anakubali. Imagine kutoka kuwa mchumba kuwa baba hata kama sio kumzaa. This was a huge assignment. Hiki kilikuwa ni kitu kikubwa. Ilihitaji mwanaume wa namna fulani ili kuweza kumsaidia Mariam kulea kile kipindi cha mimba mpaka anajifungua. Pilika za sijui kimbilia Misri, sijui watoto wanataka kuchinjwa huko, Herode anaua watoto, rudi sijui Bethlehem, sijui Mariam anajifungulia kwenye hori la ng'ombe. There is a certain kind of man anaweza
anakufaa for your specific purpose. Not everybody, sio kila mtu anaweza. Joyce Meyer nadhani wengi tunamfahamu, ni mwandishi, mwinjilisti, I think mwalimu pia kubwa sana, very famous, but who knows her husband? I think ni watu wachache sana. Nilisikia kwamba mume wake is more of behind the scenes, anawajibika kwenye hiyo ministry. It takes a certain kind of man. Sio kila mwanaume ataweza kuwa na mwanamke ambaye ana spotlight ya namna hiyo na bado akawa so secure in himself, na sio kumwonea wivu, kwa sababu tumesikia cases nyingi sana za wanaume ambao wanaonea wivu wanawake, wanawadiminish, wanafunika chini, wasioperate, wanashindwa kuflourish kwenye papasi zao, na wakati mwingine mpaka wanakuwa abusive, wanawapiga. My dear, you want to know your purpose mapema, ujue kabisa huyu mtu jinsi unavyo interact naye, uone kabisa ni mtu gani, ni mtu anakufaa or not. I know kuna ile lazima umshirikishe Mungu, but wewe mwenyewe pia ukijua kusudi, kwani ukiwa na hiyo awareness, you just don't, yani hauta move to anyhow. Kuna namna you move differently. Kuna namna una uwezo kutazama, unaweza kuobserve, is this person for me or against me? So this is why I say, jua kusudi lako mapema, na ikitokea sasa huyu mtu umeoana naye and then mko ndani ya ndoa na ukataka kuliishi kusudi lako alafu akakukatalia, what will you do? Unajua Mungu cannot go contrary, cannot go back on the same order ambayo yeye aliweka. Mungu ameweka hierarchy, Mungu, Yesu Kristo, mume, mke, watoto. Sasa imagine mume ambaye ni kichwa cha wewe, ambaye ndio una hiyo purpose, anasema hapana. Sasa hebu niambie, unalazimishaje? Of course unaweza kulazimisha, but then it will hurt the marriage, it will hurt the family, it will hurt the children, kwa sababu ya migogoro na vitu vingine, kwa sababu ya mpishano. Sasa kuepusha hayo mambo, kuepusha kujikuta mahali ambapo ndo hizi story ambazo tulikuwa tunasikia mtandaoni kwamba wanaume amekuoa afu anasema usifanye kazi. Okay, inaweza kawa ni career ya kawaida, au hata inaweza kawa kwenye ministry, hata cooperate in your purpose kwa ujumla. What will you do? I mean, God hawezi kuingilia kanuni ambayo mwenyewe ameiset. Ndio maana Mungu amekuumba na akili, uwezo wa kuobserve, uwezo wa kutazama, na zaidi ya yote pale akili inapofika mwisho, neno la Mungu linasema mbona naisahau scripture, I think it's Mithali 3:5-6 kwamba mtumaini, I think ni mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. No, that one. The one ambayo mstari wa 6 anasema wala usizitegemea akili zako. Sikumbuki the previous verse. But pale ambapo akili yako inafika mwisho, sio kwamba akili itumike, lakini kikomo cha akili sasa, kwa sababu kuna vitu vimejificha, you can't know them, huwezi kuvijua. I shared hii kwenye video yangu iliyopita, another video kuhusiana na jinsi ya kudate bila trauma, bila kupotezewa muda. You should go watch it to understand vizuri. But pale ambapo akili zinapofika mwisho, then hapo sasa ndipo Roho Mtakatifu anaanzia. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuchuja, anaweza kufunulia kuona mtu ni sahihi au sio sahihi. But mrembo, please tafuta kujua huyu, tafuta kujua kusudi lako kabla ya mahusiano. I would highly recommend. Inaweza katokea unajua kusudi ukiwa tayari kwenye mahusiano au uko kwenye ndoa tayari. Ukiwa kwenye mahusiano, then you have a choice kuona kama mahusiano hayaendani au hayakusaidii au sio mpango wa Mungu kwa ajili yako. Lakini ukishakuwa kwenye ndoa, hapo my dear, siwezi kushauri. But I will say the best way to do it, jitambue, jifahamu, jua kusudi lako mapema before even a relationship. That way hata maamuzi, hata wanaume unaochagua inakuwa best of pia kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, kile ambacho umebeba. Okay? Because guess what? Hata ikitokea hujaolewa mpaka unakufa, you have operated in your purpose. The goal is to be fruitful. Lengo ni kuwa fruitful. Lengo ni kuzaa, na sio kuzaa kwa reproduction. Sasa for you're a single woman, and especially a Christian single woman, tunaelewa kwamba kuzaa kabla ya ndoa is not God's plan, it's against his plan, it's sin, but sometimes things happen. But the point is, nilichokuwa najaribu kusema kwamba being fruitful is not limited kwenye kuwa reproduce.
watoto, but ni kutoa na kukiachilia kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Okay, so please mrembo, please know kusudi lako kabla hata hujaingia kwenye mahusiano, kabla hujaingia kwenye ndoa, ili baadaye usianze kuregret, oh, huyu mtu hanisupport. Ulimchagua wewe my friend, yeah, ulimchagua wewe, you have free will, ulimchagua. Yeah, anyway, asante sana kwa kunisikiliza. Tafadhali share na mtu ambaye unajua anahitaji ujumbe huu for a fact, na tafadhali share your comments. I would love to kusikia kutoka kwako. Kama unahitaji mazungumzo, I always share my number, my WhatsApp number kwenye description box. Unaweza ukanitafuta huko, na yeah, please like my video pia, hii algorithm iweze kuipeleka kwa watu wengi zaidi. Okay, asante sana kwa kunisikiliza. Take care and bye.